Mapambano makali yameripotiwa alfajiri ya Ijumaa Aprili 10 mwaka 2026 katika maeneo ya Mahanga na Kilongo yaliyopo katika sekta ya Osobanyungu wilayani Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo vya Actuality CD, mapambano hayo yalianza majira ya saa 11 alfajiri yakihusisha risasi nzito na nyepesi zilizodumu kwa muda mrefu, hali iliyosababisha hofu kubwa kwa wakazi wa vijiji jirani. Taarifa zinaeleza kuwa wapiganaji wa wazalendo walifanya mashambulizi dhidi ya nafasi zinazodaiwa kushikiliwa na waasi wa AFC M23 katika Kilongo na Mahanga, wakilenga kurejesha udhibiti wa maeneo hayo ya kimkakati. Eneo hilo linatajwa kuwa muhimu kiusalama kwa sababu ya ukaribu wake na Buhimba katika wilaya ya Walikale, jambo linaloifanya kuwa kitovu cha mara kwa mara cha mapigano kati ya makundi yenye silaha. Hali ya wasiwasi inaendelea huko, baadhi ya wakazi wakiripotiwa kukimbia makazi yao kuelekea maeneo salama zaidi kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimepata maendeleo mapya baada ya makundi mbalimbali ya wapiganaji kujisalimisha kwa vikosi vya jeshi la FARDC katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka 2026. Katika tukio la hivi karibuni, jumla ya makomando 17 walikuwa wakihusishwa na kundi la AFC M23 wameripotiwa kukimbia na kujisalimisha katika mkoa wa Kivu Kusini wakitokea maeneo ya Ruhanga, Mutabebwa na Kibumbwe wakiwa na silaha zao aina ya AK-47. Kwa mujibu wa maelezo yao, walidai kukimbia kutokana na hali ngumu ndani ya kundi hilo pamoja na mashambulizi kutoka FARDC na wazalendo, hali iliyosababisha hasara kubwa kwa wapiganaji wengine na kuachwa kwa silaha katika uwanja wa mapambano. Aidha, mamia ya wapiganaji wa kundi la Mobondo wameripotiwa pia kujisalimisha kwa FARDC, ambapo msemaji wa operesheni Ngemba Antoni Mwalushai alithibitisha kuwa hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za kurejesha wapiganaji hao katika maisha ya kiraia au kuwajumuisha katika mipango ya kitaifa. Mwalushai alieleza kuwa wengi wa wapiganaji hao tayari wamepokelewa na kuingizwa katika programu mbalimbali za urekebishaji na urejeshaji katika jamii. Hata hivyo, licha ya hatua hizi kunaonekana kama ishara chanya, wataalamu wa usalama wanasema changamoto za amani bado zinaendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa DRC na zinahitaji juhudi endelevu za kisiasa na kijeshi. Upande mwingine, jumla ya makomando 11 wameripotiwa kujisalimisha kwa vikosi vya jeshi la FARDC katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wapiganaji hao walisema walikimbia kutokana na kile walichokiita maisha magumu ndani ya makundi ya waasi, ikiwemo ni pamoja na mateso, njaa na mazingira magumu ya mapigano. Katika maelezo yao, wamedai kuwa walilazimishwa kushiriki mapambano dhidi ya raia, jambo linalowafanya kupoteza imani na uhalali wa harakati hizo za kijeshi. Wameeleza pia kuwa hali ndani ya makundi hayo ni ngumu, huku wakidai uwepo wa ukatili, ukosefu wa chakula na vifo vya mara kwa mara miongoni mwa wapiganaji. Hali ya taharuki imeibuka katika eneo la Lomera lililopo katika kitongoji cha Luhii, wilaya ya Kabare mkoani Kivu Kusini, kufuatia mgogoro unaohusishwa na shughuli za uchimbaji madini. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, wakazi waliowekeza akiba zao katika eneo hilo wanashuhudiwa kwa huzuni uharibifu wa makazi yao, visima na miundombinu mingine. Baadhi yao wanadai kuzuiwa kuchukua mali zao, huku vifaa vya ujenzi vikivunjwa na kuuzwa tena kwa bei ya chini sana. Katika mazingira haya ya mvutano,
taarifa zinaeleza kuwa shinikizo dhidi ya wananchi linaongezeka, hali inayowalazimu wengi kukimbia makazi yao. Aidha, kuna madai kuwa baadhi ya watu wanaohusishwa na makundi yenye silaha wanachukua fursa ya hali hiyo kwa manufaa ya kiuchumi. Picha na video kutoka eneo hilo zinaonyesha matumizi ya mitandao mikubwa na mabadiliko ya haraka ya mazingira, huku shughuli za uchimbaji wa kienyeji zikionekana kutoweka taratibu. Hali hii imezua hofu kuwa kuna mwelekeo wa kuhamia uchimbaji wa kisasa, jambo linaloibua maswali kuhusu usimamizi na umiliki wa rasilimali. Vile baadhi ya vyanzo vya ndani vimeripoti uwepo wa usafirishaji wa mchanga wenye madini kuelekea Rwanda kupitia njia ya maji, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu ufuatiliaji wa rasilimali hizo. Hali ya Lomera inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku wadau mbalimbali wakitoa wito kwa mamlaka kuchukua hatua za haraka kulinda haki za wananchi na kuhakikisha usimamizi bora wa rasilimali za taifa. Mnamo Aprili 9 mwaka 2026, kikao maalum cha wazalendo kiliitishwa katika mji wa Uvira kikilenga kujadili hali ya usalama inayoendelea kuwa tete katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa na video zinazosambaa mitandaoni, kikao hicho kilihusisha wananchi na viongozi wa eneo hilo wakijadili mikakati ya kukabiliana na vitendo vya uhalifu vinavyoongezeka. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa licha ya kuondoka kwa waasi wa M23 wa AFC, hali ya usalama bado ni ya kutisha, huko makundi yenye silaha yakiendelea kuwasumbua raia wasio na hatia. Vitendo vinavyoripotiwa ni pamoja na uporaji, unyanyasaji na mauaji vinavyofanywa na watu wasiojulikana. Mji wa Uvira kwa sasa unadaiwa kuwa chini ya udhibiti wa vikosi mbalimbali ikiwemo jeshi la FARDC pamoja na makundi ya wazalendo, hali inayochangia mchanganyiko wa kiusalama. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa huenda vitendo hivyo vinafanywa na makundi ya uhalifu yanayojifanya kuwa raia wa kawaida, wazalendo au hata wanajeshi, jambo linalozidisha sitofahamu kwa wananchi. Katika kikao hicho cha hadhara, mmoja wa viongozi alionekana akitoa maelezo kuhusu umuhimu wa umoja wa wananchi na ushirikiano wa vyombo vya usalama ili kurejesha utulivu katika eneo hilo. Sana siku ya leo viongozi wote ambao wanaforme coordination ya vile na territoire ya Uvira, ambao leo tumeweza kutanana kwa sababu ya kumaliza matatizo na kuonyesha kwamba Uvira iko bien organisé na mastructure militaire, na coordination militaire ambayo inaongoza Uvira territoire na Uvira ville, ambayo inaita leo kila mzalendo apate kujua kuheshimu sheria ya serikali, na mzalendo aweze kujua kwamba misio ya mzalendo ni kutetea nchi na kuwa nyuma ya serikali ambayo inaongozewa na mheshimiwa Garant de la Nation Felix Tshisekedi, ambaye ni mzalendo mkuu, ambaye amekubali vijana wapiganie nchi katika katiba ya namba 63. Kwa hiyo imeonyesha kwamba leo kulikuwa mazungumzo ambayo viongozi wote wa territoire ya Uvira, wanajeshi wa general wote wa territoire ya Uvira wa hapa, na tuweza kuzungumza vizuri na tumeweza kupanga kila kitu vizuri. Inatakiwa kwa kila general kuleta maliste yake coordination ya vile na territoire militaire ambayo inaongozewa na generale Kamama Mingi. Kwa hiyo tunaomba serikali kuangalia umati wa vijana ambao wamejitoa kufia nchi. Vijana wako na njala, kila ligne de front kuko njala. Kwa hiyo tunaomba baba liwali, gouverneur Purusi aweze kufungua roho kusaidia vijana na ile contribution ya wanotable wa Uvira ambayo waliweza kutoa
club de petrolier ambayo tumeweza kugabula 6% ifanye maendeleo ya ville na 4% iwe na kufia wazalendo chakula. Na aussi tunaomba kwa ministre wa wasie combattant waweze kusaidia ile $100,000 ya wazalendo ambayo inatoka ionekane iliishia wapi na iko inaenda wapi. Hiyo ndiyo declaration ambayo tunaomba kwa wakuu viongozi wasaidie hawa vijana ambao wamejitoa. Asante sana. Mimi ni coordinateur Samadar Mwami Wepashi.